Tunasubiria kwenda kumpumzisha mpendwa wetu, mmoja kati ya comedian na mtu ambaye amechonga barabara kwa muda mrefu sana, marehemu Issa Joseph Mohamed almaarufu kama Onyango. Lakini hapa mbele yenu niko na nguli wa michezo ya kuigiza. Tangia sisi kipindi hicho tuko wadogo tunamsikiliza RTD Radio Tanzania, Mzee Jangala ni mtu maarufu sana na amefanya makubwa kwenye kiwanda hiki cha filamu. Mzee wangu Jangala, kwanza pole kwa msiba huu mzito. Asante sana. Asante. Ni pole ya wote kwa maana ya Watanzania, wazee na vijana, kwa sababu sanaa ni ufunguo wa mambo yetu mengi ya kijamii. Kwa hiyo hii mimi nasema ni pole yangu na pole ya Watanzania katika ujumla wake kumpoteza ndugu yangu, ndugu yetu. Hii inatokana na kwa mchango wake na ninavyomwelewa, utiifu wake katika kazi hii na uthamini alivyokuwa anaithamini kazi hii. Pole sana, pole tena, kwa sababu ni mtu ambaye umefanya naye kazi kwa muda mrefu sana, tangu kipindi kile tunaanza kuwasikiliza kwenye redio. Natamani kufahamu vile ambavyo mlikuwa mkifanya kazi na jinsi ambavyo ukaja kupata taarifa hii ya msiba. Kwa kweli nilipata mshtuko, namshukuru Mwenyezi Mungu, labda sina ule ugonjwa wa pressure. Huyu bwana kwa taarifa nilizozipata amefariki saa 8 usiku. Mimi saa 11 alfajiri, saa 11 kasorobo alfajiri nikawa nimepigiwa simu na mmoja wa mwanafamilia, kwa sababu na mimi ni kama mwanafamilia kwa Onyango. Dadake ananijua, wanawe wananijua. Kwa hiyo nikapigiwa simu, baba, limetokea hii, ndugu yako tayari hatunaye. Nimeuliza kama mara 7 hivi, unasemaje? Unaniambia nini? Kwa kweli nilipokea kwa mshtuko mkubwa wa maumivu ya lile lililotokea ambalo nimefahamishwa wakati ule. Unakumbuka kitu gani ambacho mlifanya na marehemu enzi za uhai wake kwenye kazi zenu? Vitu vingi. Kwa mfano, yeye ndiye aliyopokea nafasi yangu wakati ule wa Vituko Show. Nilivyotoka mimi nimekaa kama miaka 2 kule kwenye kituo cha Vituko Show Tanga, kilichokuwa kinaendeshwa na bwana Alfani wa Riami Production. Mimi baada ya majukumu ya nyumbani kunitaka nirudi nyumbani, Alfani akamfuata yeye, ndo aliona kwamba mbadala wangu anayeweza kuchukua nafasi hiyo. Kwa hiyo toka wakati huo tulikuwa tunawasiliana pale anapo nini, kwa sababu nilitangulia kule kufika na niliishi kule. Alikuwa anapotaka ushauri wa kuishi na hawa vijana na nini, alikuwa ananishauri. Anaweza akawa na story yake, bwana, mimi nataka hii story nimetengeneza, tufanyeje hapa nini. Pale nilipokuwa na wazo la kuchangia, nilikuwa tunachangiana mawazo. Kwa hiyo ni mtu ambaye nilikuwa ninashirikiana naye kwa muda mrefu. Hivi sasa ninavyozungumza, mpaka unampata umauti, wote tumerudisha vipindi vya radio TBC Taifa, ambaye zamani ndio hiyo Radio Tanzania Dar es Salaam. Tumerudisha vipindi, na hili limekuja baada ya aliyekuwa mkurugenzi Ayubu Rioba. Nasema aliyekuwa kwa sababu amestaafu, kwamba alitushauri na alitutaka turudishe vipindi, kwa sababu yeye kama kiongozi alikuwa anaitwa mara kwa mara au anasumbuliwa mara kwa mara na wananchi, hasa wa nje wa mikoani, wakihitaji vipindi vya michezo ya redio. Kwao bado vina maana, kwa maana vinawapa elimu, taarifa sahihi kwa wakati mwafaka, vinawapa burudani. Unaona, basi tukakubali. Kwa hiyo toka tulivyokubali, mimi nikawasiliana naye, akasema vizuri sana. Nikawasiliana na Mwita vizuri sana na wasanii wengine ambao tunawaendeleza na kwa lengo la kuwakuza katika fani hii. Unajua hii fani ni ngumu sana kuliko filamu, kuliko hata michezo ya jukwaa, kwa sababu maigizo ya redio
haya yanaliwa na masikio. Unapoongea tujue wewe umekasirika, wewe tajiri, wewe masikini, umenielewa? Wewe mrefu au mfupi, ni kutokana na kuongea. Kwa hiyo maongezi vile unavyoongea ndivyo ambavyo wewe tunakujua. Lakini kienda pale getini ukimwona tu mtu na uniform unasema huyo askari, lakini sio ready. Lazima ujitambulishe kwa njia ya sanaa hiyo ili mtu aweze kujua huyu ni nani. Kwa hiyo ni sanaa ngumu, inahitaji mafunzo, na sasa hivi kama inaanza kushuka sana, kwa maana vijana wanahitaji wajifunze. Ni muhimu wajifunze ili waweze kwenda vizuri. Na natamani kufahamu wewe, kwa sababu ni mtu mwenye kipawa kikubwa. Mimi mwenyewe nimeanza kukusikiliza kipindi kile bado nasoma, lakini nilikuwa nikienjoy inakuja kwenye show zako mbalimbali za live. Kitu ambacho nataka nikijue ni kitu gani ambacho mnacho nyinyi wasanii wa zamani ambacho ni special kinawafanya kukaa kwenye game kwa muda mrefu, kama vile ambavyo amekaa marehemu pia na wewe mwenyewe Mzee Jangala, jinsi ambavyo tunakuzungumza hapa na kukuimba kwa kiwango cha juu, lakini kukosa kuwa na kashfa, kuandikwa vibaya kwenye magazeti, kuandikwa na kusemewa vibaya kwenye radio station pamoja na television. Nini haswa ambacho mnacho ambacho sasa hivi wasanii wanakosa? Uelewa sanaa ni nini. Wengi tunafanya hiyo kazi, lakini ukimuuliza msanaa hata wa viwango hivyo mnavyovifahamu, ukimuuliza sanaa ni nini hawezi akakujibu. Na sanaa imeanza lini hawezi akakujibu. Sanaa samani ilianza pale ambapo mwanadamu aliumbwa na kujikuta katika mazingira aliyojikuta. Kwa hiyo sanaa ilianza pale mwanadamu alipoanza kupambana na mazingira yake ili aweze kujipatia unafuu wa kuendesha maisha yake ya kila siku. Hapo ndio sanaa ilipoanza. Kwa hiyo kwa msingi huo unaweza ukasema kumbe sanaa ni matokeo ya mapambano ya mwanadamu mahali alipo katika kukidhi haja zake na kujenga misingi thabiti na madhubuti, yeye na watu anaoishi nao kwa makubaliano waliokubaliana katika kuleta ustawi unaokubalika na wote ndani ya jamii husika. Ndio maana tunapiga kelele, kwa sababu ili hii tuite ni kazi ya sanaa lazima iwe na sifa kuu tatu. Kwanza iwe ni kazi ya ubunifu. Hivi ndio vigezo au sifa za kazi ya sanaa. Iwe ni kazi ya ubunifu, creative work. Alafu iwe na uwasili, na ya tatu iwe na ujumbe aliokusudia msanii kuufikisha kwa hadhira yake, kwa maana ya kuweza kuleta mabadiliko chanya. Tunazungumzia mabadiliko chanya ya ustawi wa jamii. Sasa vijana wa siku hizi haya mambo wengi hawayajui, na hata kujifunza hawajifunzi. Ndio maana utakuta nyimbo zetu nyingi tunaelekea kwa wenzetu. Kama wimbo una hiti kwa melodi za wenzetu na nini, basi na sisi tunahama huko, wakati sisi tuna makabila zaidi ya 120. Tunakosaje kuwa na mziki? Kwa mfano kama vile ukisikia reggae inapigwa sababu Bob Marley hiyo, Bob Marley huyo, Jamaica hiyo, si ndio? Lakini sisi tunashindwa nini? Ni kwa sababu ya kuto kujiamini kwa kazi tunazozifanya na kuzipa nafasi stahiki, na hii ni kwa sababu hatujui kwamba sanaa ni nini, kwa sababu sanaa haziwezi kufanikiwa. Hivi mtu wa Graceland alipambana na mazingira alivyojikuta, sawa na sisi ni tofauti. Kwa hiyo walikuwa na namna zao za kupambana na sisi na namna zetu za kupambana, kwa sababu tunasema ni matokeo ya mapambano. Sanaa ni matokeo ya mapambano ya kukidhi mahitaji ya wanajamii katika wakati waliokuwa nao. Sawa kabisa. Neno lako kwa msiba huu mzito ni lipi, Mzee Jangala? Mimi neno langu ninaloweza kusema tu kwamba kifo hakizoeleki, lakini kifo ni somo kubwa
ambalo wakati wote linapotokea, maana yake linatukumbusha sisi kwamba ni wanadamu, tumekuja duniani na kwa Mwenyezi Mungu tutarejea. Kwa hiyo tujiandae maisha ya hapa pia na maisha ya huko tunakoenda, kwamba kifo kila mtu, Mungu hakuleta upendeleo aina yoyote. Ukitaka kuona kwamba wote tuko sawa, ni katika faradhi hii ya kifo, kwamba wote tumeumbwa na wote tutakufa. Sawa, tumalize na hili ikikupendeza, lakini ndio weka rafudhi yako kidogo, lakini ukimzungumzia marehemu kwa uchache, ili watoto wa 2000 wajue Jangala ni nani. Jamani, kwangu mimi na kwenu wote, kama mnapenda sanaa, mnaheshimu sanaa na unachani sanaa ina mchango wa kutosha katika mstakabali wa maendeleo ya nchi yetu, basi tunatakiwa tumlilie sana ndugu yetu, tumwombee sana ndugu yetu, kwa sababu mchango aliotoa wa kuelimisha, kuhamasisha, kuelekesha jamii iendeje, kutoa taarifa sahihi kwa wakati mwafaka, kubululisha, kwa sababu hayo yote niliyoyataja ndiyo kashi za sanaa na msanii. Aburudishe, atoe elimu, ahamasishe wananchi washiriki katika utekelezaji wa matokeo ya mipango ya maendeleo katika maeneo yao, katika ukamilifu wake, na sio kungojea achukumwe na mtu yoyote. Sasa hili ninawaomba Watanzania wote, tumwombee ndugu yetu, na Mwenyezi Mungu amsamehe kwa yale aliyokosea, na ipokee roho yake, aiweke mahali pema peponi. Amin. Pole sana. Ni mzee Jangala akiwa anazungumza hapa, lakini kwenye huzuni mkubwa. Mimi ni Gabi, Mtanzania. Jangala, asante sana.